Filamu inaanza usiku wa giza totoro ambapo Nikki, mwanamke wa makamu aliye mtulivu, amekaa ndani ya gari lake akipumua kwa shida kana kwamba jambo kubwa na zito limetokea. Anawasha redio, anaendesha gari kuelekea maeneo ya mashambani, kisha anasimama katika sehemu ya faragha kabisa. Hapo anaanza kuchimba ardhi. Kwa mbali inaonekana kana kwamba anajaribu kuzika kitu au mtu fulani. Ukweli wa tukio hili unawekwa wazi pale hadithi inaporuka na kurudi wiki moja nyuma. Nikki anafanya kazi kama mhudumu wa kuwahudumia wazee na anaishi maisha rahisi na tulivu. Kituo anachofanyia kazi huwa na upungufu mkubwa wa wafanyakazi, hivyo mara nyingi analazimika kufanya kazi hata siku zake za mapumziko. Mara kwa mara humwomba bosi wake aajiri wafanyakazi zaidi, lakini watu wachache sana wanataka kazi hiyo. Licha ya shinikizo hilo, Nikki anawajali kwa dhati wazee anaowahudumia. Baada ya kazi, hurudi nyumbani, husikiliza muziki wa klasiko na huoka keki kwa ajili yake mwenyewe. Anafurahia sana upweke wake. Mwanawe, Liam, anasoma chuo kikuu na sehemu kubwa ya hadithi inazingatia maisha ya kila siku ya Nikki na ratiba yake tulivu. Hakuna mengi yanayoonyeshwa kuhusu mume wake au historia yake ya zamani kwa undani. Kwa sasa anaishi katika nyumba ya marehemu wazazi wake, ingawa nusu ya nyumba hiyo tayari imeuzwa. Siku moja, Nikki anaona mtu fulani anahamia katika nyumba iliyo jirani. Hana wazo hata kidogo kwamba maisha yake tulivu yanakaribia kuvurugika kabisa. Usiku huo huo, jirani yake mpya anaandaa sherehe kubwa yenye kelele nyingi, mziki mkubwa, kucheza na makelele yasiyoisha. Nikki hapendi hali hiyo, lakini anaamua kupuuza, akidhani labda wanasherehekea tu kuhamia nyumba mpya. Nikki ana ratiba kali kwa sababu hulala mapema kwa ajili ya kazi, lakini kelele zinamzuia kabisa kupata usingizi. Mvulana aliyehamia pale anaitwa Dino, mtu anayependa starehe, sherehe na maisha ya fujo, na tabia yake halisi inaendelea kufichuka kadri hadithi inavyoendelea. Sherehe inaendelea hadi usiku wa manane, na Nikki anapodhani hatimaye imeisha, Dino anaanza tena kelele akiwa na msichana. Makelele hayo yanamlazimisha Nikki kutoka chumbani kwake na kulala sebuleni, lakini bado hawezi kupumzika ipasavyo. Asubuhi inayofuata, anaona kwamba mmoja wa mbwa wa rafiki wa Dino ameacha uchafu kwenye bustani yake. Bila kusema chochote, anajisafishia mwenyewe kimya kimya. Baada ya kazi, mwanawe Liam anampigia simu. Nikki anamwambia hakulala vizuri, lakini anaficha maelezo mengi ili asimtie wasiwasi. Nyumbani, anamjali sana paka wake wa kipenzi ambaye anampenda kwa dhati. Usiku huo, Nikki anatumaini kutakuwa na utulivu, lakini Dino anaandaa tena sherehe nyingine kubwa inayodumu usiku kucha. Baada ya kupambana tena na kelele, hatimaye anaamua kwenda mpaka mlangoni kwa Dino na kulalamika. Dino, licha ya kuwa jirani mwenye kelele na asiyejali, mwanzoni anazungumza kwa heshima. Nikki anamueleza kuwa ana kazi asubuhi na hawezi kulala kwa sababu ya muziki. Dino anakubali kupunguza sauti. Msichana aliyeko ndani anamkosea heshima Nikki, lakini Dino anamzuia. Kabla ya kuondoka, Nikki pia anamwambia kuwa mbwa wake aliharibu bustani yake asubuhi hiyo. Ghafla, Dino anakasirika na kumuuliza Nikki anajuaje kuwa ilikuwa mbwa wake, jambo linalomwogopesha sana, hadi Dino anapocheka na kusema alikuwa anatania tu. Nikki anaporudi nyumbani, anadhani mambo yatakuwa bora, lakini sherehe zinaendelea kila usiku. Kelele na tabia za ulevi zinamfanya ashindwe kabisa kulala. Hata kutafakari kimya kimya hakumsaidii. Anapofanikiwa kusinzia kwa muda mfupi, anaota ndoto yuko ufochweni, lakini ghafla Dino anatokea kwenye ndoto akipiga ndoma na kumvuruga tena. Nikki anaamka akiwa na hasara kwa sababu mziki bado haujakoma. Anaenda tena kwenye mlango wa Dino na kumkumbusha kuwa walishazungumza kuhusu hilo. Ni saa 5 alfajiri. Ana kazi muda si mrefu, lakini bado hajapunguza sauti. Safari hii Dino habaki mnyenyekevu. Anamkemea, anasema ana matatizo yake mwenyewe na mziki unamsaidia kupumzika. Anamtukana pia. Nikki anapomtishia kumuita polisi, Dino anakasirika zaidi na anamfukuza kutoka kwenye bustani yake. Akiwa mvunjika moyo, anaita polisi, lakini hawachukulii malalamiko yake kwa uzito.
Wanasema wanahitaji ushahidi na wanaweza kusaidia tu kama tatizo limekuwa la muda mrefu. Mwishowe wanamshauri aripoti kwa halmashauri ya mtaa. Lakini Nikki hawezi tena kuvumilia kelele. Akiwa anahitaji usingizi, anachukua mto wake, anakaa kwenye gari na anaenda kulala karibu na bahari. Asubuhi mapema, afisa polisi anamuamsha kwa sababu maegesho pale hayaruhusiwi wakati huo. Anamfahamu afisa huyo, Kevin, na naye anashangaa kumkuta Nikki amelala ndani ya gari. Kevin ana hisia za kumpenda Nikki, lakini Nikki hana tena nia ya kuwa na mwanaume yoyote. Kevin anatania kidogo, lakini Nikki hafurahii. Kutokana na tabia yake, inaonekana wazi kwamba Nikki anawakosa sana wazazi wake. Hata sasa, anasikiliza muziki aliyoupenda baba yake akiwa ndani ya gari. Kabla ya kuondoka, Kevin anampa kadi mpya yake. Lakini hata kama ni rafiki yake, bado anamtoza faini ya maegesho, jambo linalomchanganya Nikki. Kazini, Nikki anajua kwamba mfanyakazi mwenzake anaondoka kwenda kazi nyingine. Hilo linamfanya Nikki atamani naye angeweza kutoroka maisha yake. Ili kujituliza, anaanza kuvuta sigara tena baada ya miaka 18 tangu alipomzaa mwanawe. Kelele za Dino na kukosa usingizi zimeharibu kabisa maisha yake na hawezi tena kuzingatia chochote. Njiani rudi nyumbani, karibu amgonge mwanamke kwa gari. Mwanamke huyo ni Jackie, jambazi mwenye nguvu na hatari katika eneo hilo. Jackie anamkemea kwa hasara na kumwambia ashuke kwenye gari, lakini Nikki anaondoka kwa kasi. Anapofika nyumbani, Dino na rafiki yake wanamdhihaki Jackie na kumcheka. Ili kumkera zaidi Nikki, wanapandisha mziki kwa sauti kubwa tena na kuanza sherehe nyingine kubwa. Nikki anajaribu kuomba msaada kwa majirani ili waripoti pamoja, lakini hakuna anayekubali kwa sababu kelele haziwasumui na hawataki kuhusika na polisi. Akiwa na hatani, anaona kadi ya Kevin na akiwa amekata tamaa, anaamua kwenda kumuona Kevin. Nikki anakutana na Kevin kwenye baa. Kevin anajaribu kuzungumza naye, lakini Nikki anakumbuka haraka kwa nini hakuwahi kumpenda kimapenzi. Mazungumzo yake yanamchosha. Kisha, Kevin anamshangaza kwa kumletea violin, akidhani atafurahia kujifunza kwa sababu anapenda sana muziki wa klasiko. Nikki anashangaa kwamba Kevin alimfikiria kiasi hicho. Kevin anadhani wataenda nyumbani kwa Nikki baadaye, lakini Nikki alikuwa tu amekuja kuepuka kwenda nyumbani kwake. Anapendekeza waende nyumbani kwa Kevin badala yake, naye anakubali kwa furaha. Nyumbani kwa Kevin, anamuonyesha chumba cha kulala kisha anaenda bafuni. Anaporudi, Nikki tayari amelala fufiofi. Kevin anashangaa lakini hasemi chochote. Nikki alikuwa anahitaji tu mahali pa utulivu. Asubuhi inayofuata, mapema Nikki anaondoka kabla Kevin hajaamka na anarudi nyumbani. Anawasha mashine ya kukata nyasi ili kumwamsha Dino kwa kelele. Lakini anapokanyaga uchafu wa mbwa, hali yake ya moyo inaharibika kabisa. Akitambua kwamba kulalamika hakusaidii, anaamua kupanga kisasi chake mwenyewe. Anachanganya uchafu wa mbwa kwenye mchanganyiko wa brownie na kumpelekea Dino brownies hizo, akijifanya anaomba msamaha. Dino anakula bila kushuku chochote. Nikki anahisi kuridhika sirini kwa kisasi chake kidogo. Siku hiyo, ananunua spika zake za masikio na anajaribu kulala akisikia sauti za asili, lakini hakuna kinachosaidia. Basi ya muziki wa Dino ni kali sana hadi meza yake inatetemeka. Akiwa mchangaliko, anachukua tofali ili kuvunja dirisha la Dino, lakini anajizuia. Anakumbuka bado ana funguo extra kwa sababu nyumba hiyo ilikuwa ya wazazi wake zamani. Siku moja, Nikki anaona mtu fulani anahamia katika nyumba iliyo jirani. Hana wazo hata kidogo kwamba maisha yake tulivu yanakaribia kuvurugika kabisa. Akitambua kwamba kulalamika hakusaidii, anaamua kupanga kisasi chake mwenyewe. Anachanganya uchafu wa mbwa kwenye mchanganyiko wa brownie na kumpelekea Dino brownies hizo, akijifanya anaomba msamaha. Dino anakula bila kushuku chochote. Nikki anahisi kuridhika sirini kwa kisasi chake kidogo. Siku hiyo, ananunua spika zake za masikio na anajaribu kulala akisikia sauti za asili, lakini hakuna kinachosaidia. Basi ya muziki wa Dino ni kali sana hadi meza yake inatetemeka. Akiwa mchanganyiko, anachukua tofali ili kuvunja dirisha la Dino, lakini anajizuia. Anakumbuka bado ana funguo extra kwa sababu nyumba hiyo ilikuwa ya wazazi wake zamani. Siku moja, Nikki anaona mtu fulani anahamia katika nyumba iliyo jirani.
Hana wazo hata kidogo kwamba maisha yake tulivu yanakaribia kuvurugika kabisa. Akitambua kwamba kulalamika hakusaidii, anaamua kupanga kisasi chake mwenyewe. Anachanganya uchafu wa mbwa kwenye mchanganyiko wa brownie na kumpelekea Dino brownies hizo, akijifanya anaomba msamaha. Dino anakula bila kushuku chochote. Nicky anahisi kuridhika sirini kwa kisasi chake kidogo. Siku hiyo, ananunua spika zake za masikio na anajaribu kulala akisikia sauti za asili, lakini hakuna kinachosaidia. Basi ya muziki wa Dino ni kali sana hadi meza yake inatetemeka. Akiwa mchanganyiko, anachukua tofali ili kuvunja dirisha la Dino, lakini anajizuia. Anakumbuka bado ana funguo extra kwa sababu nyumba hiyo ilikuwa ya wazazi wake zamani. Siku moja, Nicky anaona mtu fulani anahamia katika nyumba iliyo jirani. Hana wazo hata kidogo kwamba maisha yake tulivu yanakaribia kuvurugika kabisa. Akitambua kwamba